Unajua usichokijua wewe, mimi sasa hivi natamani hapa hata nipae tu lakini nashindikana kwa sababu zisizokuwa na msingi kabisa. Ni kwa sababu tangu tuje huko hamna lolote linaloendelea kama hivi. Tayari wenzangu sasa kuuma sana. Nataka wanalisha ama vyakula tunakula sio mazuri. Kimi wa vipi tena? Shida nini mwanangu? Wapi? Nini hasa changamoto baba? Mpaka sielewi mwanangu. Mpaka siliazi namna hiyo. Vipi umealisha? Unajua mwanangu hii kama siliazi ujue. Kwa nini kutembea uwezi hapa? Hii mwanangu ishakuwa msala sasa. Sasa sijui tunafanyaje hapa haraka mwanangu. Yaani mimi sielewi ujue mpaka sasa hivi ujue. Basi tujikongoje tukafike pale sehemu yetu tukaga. Yes, jitahidi. Sawa. Tumbo na tumbo. Sasa utafanyaje? Na sasa ndo tupo polini sasa. Huko mtandao wenyewe upatikane. Basi at least hata mtandao ungo unapatikana lakini mtandao wenyewe upatikane. Sasa tunafanyaje ndugu yangu? Wewe tuvumilie kwanza tuangalie jamaa akija tunafanyaje. Kwa sababu ndo bwana misitu. Anajua hadi madamu kienyeji anatusaidia ili tujue jinsi gani ya kusurvive. Kwa kaa uwezi. Ngoja basi ngoja. Oya. Tatiwa. Subiria basi. Ngoja kwanza wewe vumilia tu. Mbona mambo ya kawaida? Mimi naamini ni mchafuko tu kwa sababu ya mavyakula na madudu ambayo tunatumia huku. Inapelekea mpaka sasa tunakuwa katika hali. Yaani wewe tulia tu. Ninakata sana shida. Jibu. Kwa kama unavyomuona, tulikuwa tumetulia zetu hapa. Mara ghafla akaanza kulalamika kwamba tumbo linamuuma. Mara punda akatoka hapa kaingia zake huku. Mimi nikajua ameenda kujisaidia, nikasikia ananiita, au sio? Nikaenda kumfuata kule, nikamkuta vipi? Linakata, linanyonga, unaalisha, unafanya nakata hapa kwenye kitovu hapa tunapokata. Basi mimi na imani atakuwa sawa. Ngoja nikachimba mizizi. Basi sawa, kwa sababu mimi nikamwambia tukusubirie brother ili uje hapa. Kwa sababu ni mtu ambaye wa muda mrefu katika msitu, kuna dawa baadhi unazijua. Hata mizizi ukamchimbia ile aje kuitumia huenda hali yake kawa sawa. Na imani atakuwa sawa. Najua labda mchafu tu wa tumbo. Kwa hiyo nikimchimbia mizizi huyo itakuwa sawa. Hakuna dawa zingine zaidi ya mizizi. Na mimi nikamwambia kwa mna vidonge. Basi nakuja sasa hivi. Sawa. Naomba. Vumilia ndugu yangu, blaza anaenda kutafutia dawa ile pale. Na imani kila kitu kitakuwa fresh tu. Tutarudi sasa mpaka upone kwanza. Sasa tutarudi hata kutembea uweze hapo. Ngoja kwanza upone, unywe mizizi upone. Tuje tunaondokaje katika msitu. Wala usijali. Ngoja blaza yule arudi atuletee dawa tuje tunafanyaje. Sikiliza nikwambie. Hakikisha unamlinda sana huyu. Tena hakikisha mnatoka wazima katika huu msitu. Atapokuja kufa huyu, basi mimi na yeye hatutakuwa salama. Akifa huyu, mimi na yeye tunahitajika kufa. Kuwa sana makini. Kuwa makini na huyu. Unajua mimi mpaka dakika hii hapa siri. Unajua kinachonichanganya zaidi? Yule bwana sijamuona kazimia wala kunyong'onyea. Yaani unaonekana kabisa yule bwana kufa. Na sijui hata kufa. Unajua nikwambie kitu? Kwenye hili wewe ndio unaifelisha. Hivi unashindwa kufanya mazingira ya aina yoyote yale ndugu yangu kuhakikisha ule mwamba anaondoka. Yaani mpaka leo hii bado unachukua tu kwamba ule mwamba bado anaima mpaka sasa hivi. Kwenye hili wewe ndio kila kitu ndugu yangu. Hebu jitahidi basi, yani tumia mazingira aina yoyote kuhakikisha ule mwamba unaondoka. Na ndio maana nipo hapa kwa ajili ya kuomba msaada. Sasa kama hapa huko kwa ajili ya kuomba msaada, inatakiwa na wewe mwenyewe uhakikishe kwamba ile swala unalihangaikia vipi. Naomba.
Maomba. Oya. Maomba. Maomba. Maomba, amka mwanangu Maomba. Hivi unashinda hata kuchukua mkunde kunde wewe hujui kama mkunde kunde sumu? Hujui kama mkunde kunde unaua. Yaani hiyo idea yako nilikupo sina kabisa. Unajua mimi nishatongotongo si majani si manini, mimi mizizi yote nishamaliza. Ila idea ya mkunde kunde ndio fanya mazingira. Alafu kwanza mimi naona kama unazidi kupoteza. Yaani muda huu sio wa kukaa hapa tena kwanza si kuongea hivi. Nenda kamaliza yale mambo. Oya, maisha huku mwanangu sio poa ujue. Si umenielewa? Wewe mwanangu usife ujue. Waka mizara endelea kwa mimi jamani katika msitu. Maomba. Maomba. Wewe mwanangu usife mwanangu usife ujue. Sikiliza nikwambie. Hakikisha unamlinda sana. Tena hakikisha mnatoka wazima katika huu msitu. Atapokuja kufa huyu, basi mimi na yeye tutakuwa salama. Akifa huyu, wewe ukifa mwanangu kila kitu kimeharibika. Yule mwamba akasema ukifa wewe sisi wote katika msitu tunakufa. Maomba usife na kuomba. Maomba. Kwani mimi nawapenda. Cha msingi wewe nenda kule kafanye mazingira ule mwamba afi. Tuondokane na haya mazingira ambayo sisi tunaishi huku. Sawa. Mimi nitatumia. Unachelewa sasa nenda. Yaani muda wote mwanangu unahangaikia swala moja tu. Yaani muda wote tunahangaikia swala moja na kati uwezo una. Maomba. Wa mwamba. Okay. Yaani ndugu yangu afadhali nimekuona. Vipi kuna shida? Yaani hizo mbio zote ambazo nakimbia katika msitu, lengo kubwa ni kukutafuta wewe. Kiufupi yule mgonjwa ambaye umeniachia nimwangalie pale. Kila nikimwamsha amki. Kila nikimtingisha yule mgonjwa asituki. Sasa ufa. Katika swala la kufa hilo mimi sielewi kwa sababu sijawahi kukaa na watu ambao wamekufa. Kwa hiyo nikasema haiwezekani mimi niendelee kudelay hapa, wacha nikutafute wewe mtaalamu. Nilikwambia kuwa sana makini na yule mgonjwa. Tena uwe naye makini sana. Kaka, hayo sio masuala ya kulaumiana kwa sasa. Na kama amekufa kule tunaenda kufanya nini? Kumzika ama? Hilo mimi sijui. Na ndio maana nikasema wacha nikutafute wewe ili tuje tufanye. Twende kwanza. Nilimwacha hapa blaza. Yaani tangu tuache hapa hatujaondoka kwenda sehemu yote mpaka mizidio mpaka leo kutafuta wewe, nilimwacha hapa. Hivi unachokiongea unakielewa kweli? Yaani hapo uliposimama wewe ndio yule jamaa alipokuwa. Yuko wapi? Kama umemwacha hapa yuko wapi? Amekwenda wapi? Blaza. Hilo sio swala la kujaji kwa sasa hivi kwa sababu ninakwambia hivi, yule jamaa tangu alivyozidiwa nilipomwamsha akawa amki, nikimtingisha stuki mpaka anakuja kukutafuta wewe. Yule mtu nilimwacha katika eneo hili ambapo wewe uliniacha naye. Sikiliza nikwambie. Yaani mgonjwa ulikuwa naye wewe, tena amezidiwa. Tunakuja hayupo afu unaniambia kitu kama hicho, mimi nitakuelewa. Blaza, sio maana kulaumiana kwa sasa. Tambua kitu kimoja blaza. Hapa ni msituni, sijui umenielewa eh? Na au msitu na kila aina ya mnyama. Kwa hiyo mimi ninachohisi, wewe ndio jamaa atakao kuchukuliwa na mnyama mkali. Msitu huu haunaga historia ya wanyama wakali. Hakuna wanyama wakali wa design hiyo. Sasa utakwambia atakopo umeenda hata. Ila
kuna kitu na kihisi. Kuna kitu kinanijia katika akili yangu. Nifuate. Okay. Okay. Nashukuru kwa ulichokifanya, ila kwa yote uliyofanya Mungu atakulipa. Lazima. Unajua blaza, mpaka sasa hivi sielewi. Alafu sichokijua, yani nimechoka hapa akili na mwili. Si umenielewa? Alafu sielewi mizunguko tunayofanya wewe mtu tutapatia wapi? Unajua mimi nikajua unaniambia kitu cha maana sana. Kumbe unaanza kuniambia ujinga. Twende. Sio twende blaza, sikilize mimi kwanza nikwambie. Unaelewa? Hivi mimi naye nani mwenyeji katika msitu? Mimi najua kwamba mwenyeji wa msitu. Sasa shida nini? Mimi nimeshachoka. Yaani haiwezekani msitu mzima tumeshamaliza kuzurura wote huku mtafuta huyo mtu. Mpaka sasa tujamuona. Sio, umeelewa? Alafu bado ananiambia tena tuendelee kwenda huko tunaenda wapi sasa? Japokuwa kwa leo mwenyeji na mimi nishakwambia tangia mwanzo. Sio, umeelewa? Uenda msitu kutakuwa na wanyama wakali. Wewe unamtaka rafiki yako, mtaka rafiki yako. Shida sio kumtaka. Sawa. Shida mimi nimechoka. Yaani nimechoka kuzurura siku vichi. Ndio maana mimi nakwambiaga kumbe wewe bogus. Twende. Mimi uko siendi. Haiwezekani tuazurura mtu mwenyewe tunamtafuta kumwona tumuoni. Bwana twende. Mimi uko siji. Ha? Nini sasa nini? Soma nipeleke hapo hapo. Nimeshasema kwa mimi twende baba vipi? Mwanangu mpaka sasa mimi siamini kama yule mwamba pale amepotea. Sasa mbona nimwacha pale pale mimi mpaka ule kutafuta wewe? Oya. Simuki wewe. Wewe mwanangu ulikufa wewe. Sasa mbona sielewi sasa? Oya! Wanamboga kimbiana sasa. Okay. Sikiliza, huko msituni kumeshani. Wewe kila mmoja afanye mambo yake, turudi nyumbani. Mimi siwezi kuendelea kukaa msituni. Sikia mwanangu. Yaani ungejua kitu ambacho mimi nimekutana nacho huko, usingekuwa unaongea maneno kama haya. Uwezi amini mwanangu, nimekaa hivi ninavyojua Maumba mimi kanipokea laifu Maumba, huyu Maumba unapojua wewe. Unasema umemuua mwanangu, kumbe Maumba bado yupo mzima. Sasa yule jamaa anaendelea kuishi. Mimi nimerekebisha kila kitu. Yaani mipango yote mimi nimeiweka sawa. Na nimehakikisha yule jamaa amefariki. Wewe unahakika kwamba Maumba alikufa? Mimi na hakika kwamba mimi sikumuona. Kwa sababu dakika ya mwisho mimi pale naenda na yule bigi, tumefika pale mimi sikumuona. Lakini nilikuwa na imani kabisa kwamba Maumba amekufa. Sasa unaniambiaje Maumba yupo mzima? Apela sinakulaje wewe? Mimi sio naogopa. Wewe kula maembe. Sipati vitu vile. Sasa mmekaa mmetulia hapa. Ya baba amepela njaa. Hivi mwanangu, unajua kama watu ambao nilikuwa mimi nawaamini wewe ndo namba moja. Hivyo leo hii unakuja usitaki kuongea kitu chochote Makangala. Yaani umeshindwa kufanya mazingira yote kuhakikisha kwamba ule mshikaji unamuua, leo hii unamwacha. Hivyo una akili kweli timamu? Hivi unahisi katika msitu mimi ndio kazi yangu ndio ya kwanza ama?
Afikiri anachokifanya kazi zangu mimi sijai kuharibu. Hii misheni yako mimi naona kama misheni mimi sielewi. Oya we, mimi hii kazi siwezi kufanya tena na narudi zangu narudi mjini. Kama wewe utaendelea kukaa usisikizishe. Wewe unataka kuniambia kwamba kweli Maumba ulimuoa? Sasa kama umemuoa inawezekana vipi yani nikae mimi naona kwa ina maana Maumba amekuwa mzimu, si ndio? Nakuuliza kwamba Maumba amekuwa mzimu hivi. Nachokiongea mimi unanielewa? Namaanisha na wala sileti utani katika hili jambo. Na ikifikia tu kwamba mimi na yeye tusianze kuzinguana. Urudi mjini ama utaendelea kubaki? Shida sio mimi kurudi mjini. Shida nini? Shida kwamba mimi narudi mjini na kwa vipi na kati najulikana Maumba mimi nimeondoka naye, Jimbi nimeondoka naye. Leo hii bora huyo Maumba angekuwa amekufa. Mimi ningejua nalisolve vipi. Lakini leo hii Maumba mzima uone kwamba ataenda kutoa ushahidi wote kule. Hivyo una akili timamu? Sawa. Aurudi mjini kwa sababu Maumba ulikuja naye. Basi endelea kubaki huko. Mimi narudi zangu nikaendelea. Sasa tusitumie hizo asili. Wewe mpumbavu nini? Kumbe unaongea una mawili. Simama katika msimamo. Unarudi mjini au unaendelea kubaki huko? Mwanangu, yani mimi hata sikutegemea kama mambo yenyewe yatakuwepo kama hivi. Na kama ulikuwa unajua kwamba uwezi mimi mimi ungeniambia. Yaani umeshindwa kutumia mbinu zako zote, Umeshindwa kutumia akili yako kichwa chote. Sio mimi nakwambia kweli mwanangu, yani kama vipi mwanangu? Usinipande kichwani ukanichukulia kama mimi doidoi. Utasikia. Wewe umetaka tuondoke kwa heshima. Twende nyumbani. Hicho ndio kwenda nyumbani moja kwa moja, twende hata kanisani. Sasa ina maana hujui Maumba ameshakuwa. Wewe usiniokote kihivyo. Kanisani nenda wewe na babu yako. Babu. Hebu tusikilizane. Maumba ameshakuwa mzimu sasa. Wewe, ishi zako usinileteze kama